Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa na somo zuri ambalo lina kichwa kinachosema mkamate Mungu utapata kibali. Mkamate Mungu utapata kibali. Kibali ni nyenzo ambayo inamsaidia mwanadamu, hasa mwana wa Mungu, kutembea katika mahusiano yenye baraka, mahusiano yenye matokeo chanya. Soma kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 4. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 7, maandiko yanasema, kama ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inapotea, mlangoni nayo inakutamani wewe, lakini yapasa ushinde. Kibali ni mahusiano. Mungu anamwambia Kain, watoto wa kwanza wa Adam, mtoto wa kwanza wa Adam, Kain, alipokuwa na ndugu yake Abeli, wakati ambapo Abeli alimwabudu Mungu kwa sadaka yake, na Kaini pia alimwabudu Mungu kwa sadaka yake, lakini maandiko yanasema Abeli akapata kibali kwa Mungu, Kaini hakukubalika mbele za Mungu namna ibada ambavyo ibada yake namna alivyoitoa mbele za Mungu. Tunaona badala ya Kaini kurudi kwa Mungu na kutafuta njia bora ya kufanya ibada yake ipate kibali mbele za Mungu, tunaona Kaini anajawa na ghadhabu na kudiriki kumchukia ndugu yake ambaye amefanya ibada na kupata kibali. Mungu anamwambia Kaini, je, ukitenda vyema hutopata kibali? Mungu anamwambia Kaini, je, ukitenda vyema hutopata kibali? Kwa hiyo kati ya ibada ya Kaini na Mungu, katikati kulikuwa na kibali. Ili ibada ilete matokeo, ili ibada iwe yenye baraka, ilihitaji kukubalika mbele za Mungu. Kwa hiyo Kaini alichokosa katika maisha yake ya ibada ilikuwa ni kibali, lakini tunaona Abeli alipata kibali. Kwa Kaini akamchukia ndugu yake, tena anamwambia kwamba dhambi iko mlangoni inakotea, nayo inakutamani. Kwa hiyo unapokosa kibali huwa kuna uharibifu ndani, lakini ukimkamata Mungu utapata kibali. So unawezaje kumkamata Mungu ili utembee kwenye kibali? Maandiko anasema katika kitabu cha Samueli wa kwanza ile sura ya 2, Samueli wa kwanza ile sura ya 2 mstari wa 26, Biblia inasema, na yule mtoto Samueli akazidi kukua akipata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Anasema na yule mtoto wa Samueli akazidi kukua akipata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Samueli alipata kibali kwa Bwana, lakini pia na kwa watu. Kwa nini? Hebu angalia historia ya Samueli. Akiwa mtoto alikuwa ni mtu wa hekalu, alikuwa na mahusiano mazuri na Mungu, alikuwa na neema ya kukaa na Mungu. Kwa hiyo wakati baba wa Samueli na mama wa Samueli walipompata Samueli, kutokana na nadhiri yao, wakamchukua Samueli wakampeleka hekaluni. Kwa Samueli alikuwa ni mtu wa hekaluni. Samueli alikuwa ni mtu ambaye anaishi kwa kufuata mapenzi ya Mungu, kwa kufuata maelekezo ya Mungu. Kwa Samueli, kwa kufuata maelekezo na namna bora ya kumpendeza Mungu, automatic Samueli alipata au kutembea katika kibali cha Mungu.
Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinakusaidia kutembea katika kibali, na vitu hivyo ni namna bora ya kukamata, kutembea kwenye mapenzi ya Mungu, tembea kwenye mwito wa Mungu, tembea nini ambacho Mungu anataka ufanye. Fanya hicho, utaona kibali juu ya Mungu. Yamkini ni maombi, yamkini utakatifu, yamkini ni utumishi, yamkini ni maisha yako ya kila siku ya namna ya kumpendeza Mungu. Mwanafunzi mzuri wa neno la Mungu, ya mambo ambayo yanampendeza Mungu, ukiakamata ndio nyenzo ya kusaidia kutembea kwenye kibali cha Mungu. Lakini kumbuka, maisha yako yanahitaji kibali ili yalete picha yenye maana, yalete taswira yenye maana, yalete baraka. Yanahitaji kibali, yanahitaji kibali. Mfano, mtu asema ninakubalika, manake huyo anatembea kwenye matokeo ya baraka na matokeo ya mafanikio kwa namna ya ustawi. Biashara yangu bwana ina wateja wengi kwa sababu biashara yake ina kibali. Ndoa yangu inapendwa kwa sababu ndoa yake ina kibali. Utumishi wangu unapendwa kwa sababu una kibali. Hakuna kitu ambacho kinapendwa au kukubalika kama kina kibali. Lazima kiwe na kibali. Mfano mwingine, ziko bidhaa nyingi ambazo hizo bidhaa zinapotengenezwa hupita kwenye vyombo fulani vyenye mamlaka vya kuhakikisha usahihi, usalama na ubora wa hizo bidhaa, ili zijapo kwenye jamii zilete matokeo yaliyotarajiwa. Kwa hiyo kazi ya hizo mamlaka ni kuhakiki na kuipa kibali hizo biashara. Kwa hiyo ili biashara ije kwenye jamii lazima ipate kibali kutoka kwenye mamlaka fulani. Ndivyo ulivyo na wewe, na yalivyo maisha ya kazi ya biashara ya huduma yako na kila eneo la maisha. Lazima kuwe na kibali, na kibali ambacho nakizungumza ni kibali cha kimungu. Sifa za kibali cha Mungu, moja kati ya baadhi ya sifa ni hizi zifuatazo. Tunasema kwamba huyu mtu ana kibali cha Mungu. Moja, lazima tuone kwamba kibali chake kina amani. Yani kuna amani ndani. Maandiko yanasema na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Kuna watu ambao wanakwenda kwa waganga wa kienyeji, wanakwenda kufanyiwa mambo fulani ili biashara zao zipate kibali, na kwa namna moja au nyingine unaona matokeo fulani ambayo ni kana kwamba anafanania kwenye baraka. Lakini maandiko yanasema iko njia inaonekana kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia za mauti. Kwa hiyo ni njia ambazo wanafuata, na kwa sura ya nje utaona kwamba hii kazi biashara, huyu mtu ana kibali. Kumbe ana njia yake nyingine ambayo kibali ni cha muda, na ukifuatilia hautoiona amani mwisho wa hiyo safari ya kazi hiyo, biashara hiyo, ndoa hiyo, utaona amani. Kwa hiyo amani ni moja kati ya alama ya kibali cha kimungu. Tena amani ya wakati wote, mwanzo mpaka mwisho wa maisha yako. Maisha yanatawaliwa na amani, biashara inatawaliwa na amani. Kwa amani ni moja kati ya nyenzo tunaona ya kibali, ya kibali. Lakini pia alama nyingine ya kibali cha kimungu, tutaona mapenzi ya Mungu yanafanyika katikati ya kibali ulicho nacho. Una kibali, unakubalika kwenye huduma. Tunaona huduma yako namna ambayo inatembea katika mapenzi ya Mungu. Tunaona huduma yako vile ambavyo inatembea, biashara yako vile ambavyo inatembea kwenye mapenzi ya Mungu, ndoa yako vile ambavyo inatembea katika mapenzi ya Mungu. Wewe ukawa na kibali cha kimungu, alafu tunaona vile unavyokubalika unatembea kinyume na mapenzi ya Mungu. Hapo kwamba tutaona mapenzi ya Mungu, lakini pia tutaona amani ya kimungu katika kibali cha. Mfano, kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Sauli na Daudi. Sauli, alafu mtu mwingine anaitwa Daudi. Wakati Israeli wanamwambia Samueli kwamba tunahitaji mfalme, Samueli akaumia sana moyoni, akaenda mbele za Mungu. Mungu akamwambia kwamba hawa watu hawajakataa wewe Samueli, wamenikataa mimi. Kwa kuwa wamenikataa mimi, waache. Kwa hiyo akatokea mtu anaitwa Sauli, akawa mfalme wa Israeli. Lakini mwisho wa Sauli
ulikuwa ni mgumu sana. Kwa nini? Kwa sababu alipoteza kibali cha Mungu. Tunaona Mungu anakubali kijana mdogo ambaye hakuwa kabisa akifanya, anaitwa kuwa mfalme. Kilichomsimamisha Daudi, moja tunaweza kusema ni kusudi la Mungu, lakini pia mbili ni kibali cha Mungu juu ya Daudi. Kwa nini? Kwa sababu waliletwa wakati Samueli amekwenda kutia mafuta mfalme kutoka katika nyumba ya Yese. Waliletwa kaka wa Daudi, watoto wakubwa wa Yese wa kiume, wakaletwa wengi, lakini hawakukubalika mbele ya macho ya Mungu kwa maana ya mtumishi wake Samueli. Lakini aliyekubalika alikuwa ni kijana ambaye hakuwa na sifa ambazo zingeweza kuonekana kwa wafalme, mtu ambaye angeweza kusimama kama mfalme. Hakutambulika kwa namna ya sifa za kifalme, hakutambulika kwa namna ya sifa za kiaskari. Kwa nini? Kwa sababu tunaona wakati Daudi amekwenda kukabiliana na Goliathi, jeshi la Israeli likiwa upande mmoja na jeshi la Kifilisti likiwa upande mwingine. Kule alitokea Goliathi na huko akatokea Daudi. Sasa alipotokea Daudi, wakati ambapo Daudi anasema kwamba nitakwenda kupigana Goliathi, Sauli alihitaji kusikia wasifu wa Daudi wa kivita. Anasema nilimuua dubu, anasema nilimuua simba, anasema alipotaka kukamata kondoo wa baba zangu na alimkabili. Kwa wakaona kweli yamkini huyu anaweza akapambana na huyo na ile jitu. Kwa hiyo Daudi alifika mahali akaanza kujinadi mbele ya Sauli kwamba hata mimi naweza nikawa na hizo sifa za kijeshi, angalia nilifanya 1 2 3 kwa dubu na simba. Kwa hiyo tunaona baadaye Daudi anajisifu, lakini wakati anapoka mafuta alionekana, alithibitika katika hizo sifa za kijeshi. Kwa hiyo tunaona kibali cha Daudi cha Mungu kinambeba Daudi mbali na sifa, ndivyo huwa ilivyo. Kwa hiyo kuna wakati ambao unapokuwa na kutembea katika kibali cha Mungu, si kana kwamba sifa zako zitabeba. Yaani kuna wakati utatoa machozi. Kwa nini? Kwa sababu yani haukuonekana bora. Ulivyojiona wewe, ulionekana ufai. Ndipo pale ambapo maandiko yanadhibitika kwamba anasema umtoa mnyonge kutoka mavumbini na kumketisha pamoja na wakuu. Kwa nini? Kwa sababu haukuwa na sifa za kuketi mahali, za kufika mahali, lakini kibali cha Mungu kimekubeba, kimekusogeza mahali ambapo hukustahili kabisa. Kwa sababu ya mkono wa Mungu wenye kibali juu yako. Kwa hiyo tembea na kibali cha Mungu. Kwa namna gani? Unapomkamata Mungu, automatic utatembea kwenye kibali cha Mungu. Unapotembea na Mungu, utatembea kwenye kibali cha Mungu. Usitegemee tu akili zako. Mwache Mungu afanye kazi katika maisha yako. Ni akili, lakini nafasi kubwa mwache Mungu. Unapotumia akili huo, ujiambie kabisa kwamba hii akili yangu kuna wakati nafuta mwisho, lakini Mungu kuna mahali ataanzia, kuna mahali ataendelea na mimi, kuna mahali atajitukuza zaidi ya akili zangu. Kwa hiyo simama na Mungu, tembea na Mungu kwa namna ya kuambatana naye. Atakuvika kibali, atakuvika kibali. Kibali ni uwezesho, kibali ni neema. Kila mtu anahitaji kibali. Kila mtu anahitaji kukubalika. Unahitaji kukubalika kwenye jamii yako, kwenye uongozi wako, kwenye nafasi yako, kwenye shughuli zako, kwenye huduma yako, kwenye familia yako. Lakini hicho kibali ambacho unataka utembee nacho ni kipi? Chanzo chake ni kipi? Ndio maana tunajifunza hapa kwamba mkamate Mungu upate kibali. Unapokamata Mungu utatembea kwenye kibali, utembea kwenye uwezesho, utembea kwenye neema ya tofauti, na iko kwenye neema tofauti. Anasema kwamba na mtoto Samueli akakuwa katika hekima, akakuwa katika kimo, akimpendeza Mungu. Lakini anasema akapata kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Kwa unapotembea na Mungu utapata kibali. Na ifahamike kwamba mahusiano yako bora na Mungu huathiri kwa namna chanya kwenye jamii, kwenye mambo ya, kwenye vitu vya, kwenye mipango ya. Kwa nini? Kwa sababu kutengeneza mahusiano, kuwa na mahusiano na Mungu, maana yake ni kibali. Kwa hiyo kibali kitaleta matokeo kwenye shughuli zako, kwenye familia.
kitaleta kibali kila eneo la maisha yako. Ndipo pale ambapo wana wa Israeli wanaambiwa na Mungu kwamba mtakapoamini, pale ambapo miguu yenu mtakapokanyaga, miguu yenu ikikanyaga, hapo nimewapa patakuwa peni. Kwani kwa sababu ya kibali. Yaani unakanyaga mahali Mungu anakuambia umemilikia, kwa sababu tayari kibali cha Mungu kiko juu yako. Ingawa alipigana vita pakiongozwa na Yoshua, na tayari wamepewa na Mungu. That's why walipozunguka ukuta ule wa Yeriko, hebu shangaa, wanazunguka ukuta na kupiga kelele, alafu ukuta unaanguka, ambayo ilikuwa sio hali ya kawaida. Kwa sababu tayari Mungu alikuwa ameshatangulia, kibali cha Mungu kilikuwa juu yao. Kwa hiyo tunza kwamba kipo, au boresha kama unahisi kuna mashaka fulani, au tengeneza kama unahisi hakuna kabisa. Kibali cha tembea na kibali. Kibali cha Mungu hakijuaji kudhoofika au kuisha au kuexpire. Hapana. Maandiko yanasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Yaani unavyoendelea ndivyo ambavyo utaendelea zaidi mpaka unamaliza kusudi la Mungu, mpaka unaondoka duniani. Watu wanasherehekea na kufurahia maisha yako ya kimungu duniani. Kwa sababu neema ya Mungu, kibali cha Mungu huwa hakiondoki juu ya mtu. Kama ukimwacha Mungu, Mungu ataondoa mkono wake, lakini ukitembea na Mungu utaona mkono wa kibali cha Mungu uko juu yako. Kwa hiyo kitabu cha Mithali ile sura ya 3, Mithali sura ya 3 mstari wa 3 na 4, maandiko yanasema, maana sitakuongezea wingi wa siku. Nianza mstari wa kwanza. Anasema, mwanangu usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu. Maana sitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Rehema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Utapata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Utapata kibali mbele za Mungu na mbele za. Kwa nini? Kwa namna gani? Kutoka wapi? Anasema sheria zangu zisiondoke kwako, zifunge, usiandike kwenye kibao cha moyo wako. Rehema na kweli zisifarakane nawe. Anasema ndivyo utakavyopata kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Kwa hiyo unapokamata Mungu, unaposikia mapenzi yake na kuyatenda mapenzi yake, unapotembea na agano la kimungu katika maisha, automatic. Yani hii si kana kwamba utaitengeneza. Wewe ni kukaa kwenye reli, utaona treni itapita, kaa barabara utaona gari itapita, ya automatic. Kwa ukitunza mahusiano yako, ukiambatana na Mungu, hii amri zinazungumza neno mapenzi ya Mungu yakikanda ndani yako, ukitembea katika kusudi la kimungu, utaona kibali kitakuwa juu. Utaona kibali cha kimungu. Maana kwa sababu utapata kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. So una kuhangaika sana. Unawaza sana namna gani ukubalike, namna gani utembee kwenye uwezesho. Rafiki yangu, mkamate Mungu, tembea na Mungu. Mkamate Mungu, tembea na Mungu. Mkamate Mungu, tembea na Mungu. Hapa ndo kuna siri ya hii neema ya kibali. Mkamate Mungu, utapata kibali. Mungu anamwambia Mikaeli, ukitenda vema utapata kibali. Tunamwona Daudi, tunamwona Sauli, namna ambavyo wanatupa picha tofauti. Mmoja anakataliwa, mmoja anakubalika. Tunaona matokeo yao. Tunaona namna ambavyo huyu katika hali ya kukataliwa anadhani, na huyu katika hali ya kukubaliwa anatoa kitu gani. Mbavyo Daudi anawindwa na Sauli. Kwa nini? Kwa sababu tayari kibali cha kimungu kimeondoka juu ya Sauli. Tunaona matokeo, matendo yake, namna anavyofanya. Mtu wa kibali, namna anavyofanya. Tena mtu mwenye kibali cha kimungu, tunaona roho na tunda la roho ndani. Lakini hapa Sauli ameshapoteza kibali cha kimungu. Tunaona matokeo mabaya, tunaona uwaji kwa Sauli. Lakini Daudi mwenye kibali, tunaona kuna mahali Sauli alikuwa na jeshi lake, ikafika mahali wakapumzika kwenye mapango fulani,
Daudi akaenda akadiriki alikata kitambaa cha vazi la Sauli. Mmoja kati ya watumishi wa Daudi wakamwambia, kwa nini tusimwangamishe? Daudi akasema, usimguse mpaka mafuta wa Mungu. Nani anyosha mkono wake kwa mpaka mafuta wa Mungu? Namna roho ya unyenyekevu na ilivyokuwa ndani ya Daudi. Kwa watu wenye kibali cha kimungu tunaona tunda la roho ndani. Kwa tafuta kutembea na kibali cha Mungu. Tafuta kibali cha Mungu. Kwa nini unagazibika? Kwa nini unakwashika? Kwa nini unachuki? Wengine wanabarikiwa, wengine wananufaika, wengine wanamuona Mungu. Kwa nini wewe? Usubiri wakati wako. Tengeneza kibali cha Mungu juu yako. Mungu anakuona. Mtu aliyekosa kibali, tutamwona namna ambavyo atareact kwa wenzake. Na muda wote wani negative reaction. Anakuwa na matendo ambayo sio mazuri. Kwa tafuta kibali cha Mungu. Tembea na kibali cha Mungu. Tembea na kibali cha Mungu. Mwenye kibali anaonekana. Tunaona mwenendo wake na tabia zake za kimungu. Na huwa zinaonekana. Na mwenye kibali hajui kuhangaika. Hajui kunung'unika. Hajui kulaumu. Mwenye kibali ni mtu ambaye utamuona anamtegemea Mungu. Ni mtu ambaye utamuona hakati matumaini yake mbele za Mungu. Yupo anajua kwamba Mungu yupo na atatokeza juu ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sasa ukisoma kitabu kile cha Samueli wa kwanza, ile sura ya 2. Samueli wa kwanza ile sura ya 2, maandiko yanasema, na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Sikia. Anasema na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali, yani alipata kukubalika na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kuna mahusiano tayari. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yani anasema akapata kibali kwa sababu kuna mahusiano. Kama ambavyo nimeanza kueleza, mahusiano mazuri na mambo yanayokuzunguka, watu wanakuzunguka, yanatengenezwa na mahusiano mazuri baina yako wewe na Mungu. Yani mahusiano mazuri baina yako wewe na familia, na ndoa, na uchumi, na mume na mke, na mambo yote ambayo yanakabiliana na wewe. Ukiwa na mahusiano mazuri na hai, ni matokeo hayo. Mahusiano mazuri ni matokeo ya mahusiano yako mazuri na Mungu. Yani unapotengeneza mahusiano yako mazuri na Mungu, kupelekea mahusiano mazuri pia na mambo na vitu na watu wanaokuzunguka. Kwa tutaona neema ya Mungu, tutaona kibali cha Mungu kazini kwako. Kama utatunza mahusiano yako mazuri na Mungu. Nina maana hii, kibali chako wewe na Mungu huleta matokeo na kutengeneza kibali wewe na mazingira, wewe na watu, wewe na vitu. Kwa nini unakuta mtu anaenda kwa mganga wa kienyeji, anakutafuta kibali, shughuli ziende vizuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Unaambia chukua hichi kaweke mahali fulani, utaona wateja watakuja. Anatafuta kibali, wateja waje wakubali kazi anachokifanya. Kwa hiyo kibali hakitafuti huko. Kaa na Mungu. Tunaona mtoto Samueli chini ya Eli, baba Hana, baada ya kuomba kwa muda mrefu,
Mungu akamkumbuka, akampa mtoto Samueli. Na kwa kuwa alikuwa ametoa nadhiri, wakampeleka Samueli hekaluni. Kwa Samueli alikuwa ni mtu wa hekaluni, mtu wa Mungu. Mahusiano yake yeye Samueli ni Mungu yalikuwa yako wazi. Ukisoma mbele hapa, unaona namna ambavyo Mungu Samueli anaanza kuisikia sauti ya Mungu. Kwa kulikuwa na mahusiano. Samueli alikuwa karibu na Mungu. Ndio maana nasema mkamate Mungu upate kibali. Mkamate Mungu, tembea na Mungu, automatic utapata kibali. Automatic utapata kibali. Na ukipata kibali cha kimungu, ukapata mahusiano bora wewe na Mungu, matokeo ni kuathiri mavitu vinavyokuzunguka. Tutaona athari chanya, tutaona matokeo mazuri kati yako wewe na vinavyokuzunguka. Mtoto Samueli akapata kibali mbele za Mungu na mbele za watu. Mbele za Mungu na mbele za watu. Unataka kibali? Upate kibali kwa watu. Tengeneza na Mungu. Kaa vizuri na nani? Mungu. Mkumbatie nani? Mungu. Mkamate Mungu. Unataka kibali kwenye ndoa? Kaa na nani? Na Mungu. Unataka kibali kazini kwako? Kaa na nani? Na Mungu. Wewe msikie Mungu. Wewe mtumikie Mungu. Dumu kwenye utakatifu. Jitoe asilimia zote kwa Mungu. Uwe na maombi ya imani. Hayo ni mambo ambayo yatakusogeza karibu na Mungu. Na akikusogeza karibu na Mungu, utaanza kuhisi joto la Mungu, kuhisi uwepo wa Mungu. Utaona kibali cha ajabu kinatembea na wewe. Kinatembea na wewe. Anasema hivi katika kitabu cha Mithali sura 3 mstari wa 30, mstari wa 3 mpaka 4. Kitabu cha Mithali, fungua kitabu cha Mithali sura ile ya 3. Mithali 3. Mithali 3 sura mstari wa 3 mpaka 4. Anasema kwamba, tuanze mstari wa kwanza. Anasema, mwanangu usisahau sheria zangu, bali moyo wako usishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Anasema, rehema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Anasema rehema na kweli zisifarakane nao, zifunge kwenye kibao cha moyo wa. Hapo ndipo utakapopata kibali mbele za Mungu na mbele za watu, mbele za wanadamu. Utaihangaisha akili yako kufikiria kwamba ukimtendea vizuri jirani yako, rafiki yako, mume wako, baba yako, ndugu zako, jamaa zako, kwamba ndivyo utavyopata kibali. Lakini kumbe usijue wao wanakuazia ili utengenezewa kibali kwao. Na Mungu ni wa ajabu sana. Wanatengeneza kibali kwao wanaokupenda hata maadui zao. Maandiko yanasema kwamba huwapatanisha na maadui zao. Ni kutembea na nini ambacho Mungu anasema juu ya neno la Mungu. Usifikirie kwamba ukijieleza sana au kajisogeza sana au kajitetea sana kwamba ndio utapata kibali. Haiko hivyo dunia. Ila ukikaa na Mungu
ndio utaona kibali. Utaona kibali. Kwa hiyo kaa na Mungu, utaona kibali. Utatembea na kibali. Na ukiwa na Mungu, kuna milango inafunguka kwa namna ya ajabu sana. Jina lako litakubalika hawajui sura yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina litakubalika aliyafuata sura yako hawajui yake. Utakubalika na hujafika mahali. Watakujadili, watakupitisha na hujatuma maombi bado. Yaani njia zako wewe hazitakuwa kama njia za wengine, kwa sababu una kibali. Kwa Daudi alipitishwaje kuwa mfano? Kwa Daudi alikuwa na uwezo wa kujua vita. Kwa Daudi alikuwa mwanajeshi. Kwa Daudi alikuwa na sifa za kifalme. Hakuwa nazo. Kwanza bado kijana mdogo. Lakini Mungu anampa, anamkubali. Mungu anamkubali. Mungu anamkubali. Kukubalika ni kuwa na Mungu mwenye kibali. Kukubalika ni kuwa na Mungu. Acha kujikomba. Acha kujisemea sana. Acha kujitetea sana. Weka na Mungu. Watembea na Mungu. Yeye ndo anatoaga uwezesho. Yeye ndo anatoa kukubalika. Yeye atafanya njia kwa namna ya ajabu. Hata kama ulichukiwa, hata kama ulikataliwa, yeye ndo anatoaga kukubalika. Utakubalika tu. Hata kama sheria zote zilizotungwa hazikufezi, hazikubebi, lakini kwa kibali cha Mungu utakubalika tu. Na milango itafunguka tu. Na utakuwa mstari wa mbele. Anasema umuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumketisha pamoja na wako. Huyo mnyonge anatokaje mavumbini na kumketisha pamoja na wako? Kwa sababu hutokana wakuu kama una kibali, kama una sifa fulani. Na anayekusaidia kupata sifa za kufika pale ni Mungu. Wakati mwingine hizo sifa unaweza usiwe nazo kabisa, lakini Mungu akainua kitu fulani ndani yako ambacho kinakufanya ufike pale. Halo. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Okay, leo tumzungumze Petro, mwanafunzi wa Yesu. Nafikiri leo angekuwa ni historia. Petro. Bwana alikuwa ni msomo. Bwana alikuwa ni tajiri. Sasa alikuwa mvuvi tu wa samaki. Lakini leo unamsoma Petro. Leo unamuona Matendo ya Mitume ile sura ya 2. Petro na Yohana wakatoka nje, wakahubiri Injili. Wasomi walikuwa mioyo. Wakafikiri kwa akili zao, hawakupata majibu. Wakaja kwa Yesu wasomi, lakini wamehubiriwa na watu ambao sio wasomi. Unaona ambavyo kibali cha kimungu wakilivyo. Mungu atakupa kukubalika kwa namna ambavyo ulikuwa hauna sifa, lakini Mungu atakuvika sifa. Mungu atakuvika sifa. Wewe tembea na nani? Na Mungu. Mkamate nani? Mungu. Mkamate Mungu, utapata kibali. Kwani ukitenda vyema Kaini, utapata kibali. Kaini. Namna gani ya kutenda vyema? Maana kutembea katika mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kwani ukitembea kwenye mapenzi ya Mungu, utapata kibali? Ndo swali. Utapata kibali. Umehangaika muda mrefu. Wewe mkamate Mungu. Tembea na Mungu. Umewaza sana. Wewe mkamate Mungu. Tembea na Mungu. Utapata kibali. Kwa kibali chenye matumaini ya ushindi na amani kinatoka kwa Mungu.
vingine ni vya muda. Watakusifia, watajinadi kwa ajili ya, watakupamba, lakini kama si ya Mungu, mwisho wako tena ulio mbaya ni karibu. Mwisho wako ulio mbaya ni karibu. Yani utatangazwa kwa muda mfupi, ulimwengu utakufaa, lakini mwisho ni njia za mauti. Tafuta kibali, tembea na kibali cha Mungu. Sema, je, ukiambatana na Mungu, ukimkamata Mungu, hutopata kibali? Kana Mungu, kibali kitakuwa juu yako.